CCM kumelipuka. Taarifa mpya zaibuka kumhusu Humphrey Polepole aliyewahi kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM na pia aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba. Taarifa mpya kwa serikali ya Samia Suluhu na mamlaka za Tanzania. Viongozi wa CCM wamechoka kukaa kimya kuhusu suala la Polepole na sasa wameanza kuihoji serikali ile ile wanayoitumikia kuhusu mahali alipo Polepole. Kada wa CCM wageuka sasa, waungana na kutaka majibu kutoka juu kuhusu Humphrey Polepole, na ujumbe walioutuma mwisho kwa serikali umezua mjadala leo. Kabla tusonge mbele, mtazamaji, chukua sekunde yako moja, like video hii, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Taarifa mpya zimejitokeza kumhusu Humphrey Polepole, balozi wa zamani wa Tanzania, huku baadhi ya wanachama wa chama wakianza kuhoji hadharani kuhusu mahali alipo Polepole na kutaka udhibitisho kwamba yuko salama, udhibitisho kutoka juu serikalini. Tukumbuke hawa ni wanachama na viongozi wa CCM ambao sasa wameanza kuuliza maswali mazito na kutaka majibu ya lazima kumhusu Polepole. Tarehe 25 Julai mwaka 2026, baadhi ya wanachama wa CCM jioni waliibua maswali kuhusu ukimya uliopo kuhusiana na hali ya sasa ya Polepole. Kwa mujibu wa wanachama hao wa CCM, iwapo kuna suala lolote linalomhusu linapaswa kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria na umma haupaswi kuachwa bila taarifa kuhusu madai ya utekaji nyara wa Humphrey Polepole. Maswali hayo yaliibuka baada ya wananchi na baadhi ya watu na viongozi ndani ya chama tawala kuanza kuuliza kwa nini hakuna taarifa za wazi zilizotolewa kuhusu hali au mahali alipo au watu wanaodaiwa kumteka nyara Polepole. Humphrey Polepole amekuwa akitambulika kwa muda mrefu kama mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya CCM kabla ya kuondoka, na wale wanaolizungumzia swala hilo wamesema kuwa taarifa rasmi ni muhimu ili kuondoa hali ya kutokuwa na uhakika inayozidi kuongezeka miongoni mwa wananchi kutokana na kutotolewa kwa tamko lolote rasmi kumhusu Humphrey Polepole. Baadhi ya wanachama na viongozi wa CCM na kada wa CCM wamenukuliwa wakitoa wito wa moja kwa moja kwa uongozi wa serikali na chama kutoa ufafanuzi rasmi wa kiserikali. Msimamo wao kama unavyoelezwa katika taarifa hizo ni wawazi. Iwapo kuna madai au masuala ya kisheria yanayomhusu Humphrey Polepole, hatua sahihi ni kufuata taratibu za kisheria na kulifikisha suala hilo mbele ya mamlaka husika badala ya kuwaacha wananchi wakifanya dhana mbalimbali. Awali, Humphrey Polepole aliwahi kuhudumu kama katibu wa CCM wa itikadi na uenezi, nafasi iliyomfanya kuwa mmoja wa viongozi wa chama wenye jukumu la kuelezea misimamo ya CCM kuhusu masuala ya kisiasa kwa umma. Baadaye aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania, nafasi iliyompa majukumu ya kidiplomasia ya kuiwakilisha nchi nje ya nchi. Nafasi hizo mbili alizoshikilia kwa nyakati tofauti zilimfanya Polepole kuwa na nafasi ya kujulikana sana ndani ya chama na serikali kwa kipindi kirefu. Lakini ukimya baada ya madai ya utekaji ya Humphrey Polepole, ukimya wa serikali umeweza kuibua mjadala sasa. Kujulikana huko ndiko kunaonekana kuchochea kwa kiasi kikubwa umakini unaoelekezwa kwake kwa sasa. Kutokana na nafasi alizoshikilia awali, kutokuwepo kwa Humphrey Polepole kwa muda huu mrefu katika nyanja ya umma kumevutia hisia kali za watu waliozoea kumwona akishiriki kikamilifu katika shughuli za chama na shughuli zingine za kisiasa. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa waliozungumzia suala hilo wamesema kuwa mtu aliyewahi kushika nafasi muhimu serikalini au katika chama tawala anapokosekana katika hali ya kutatanisha hadharani au kutotoa kauli kwa muda fulani, hali hiyo huwa inazua dhana na wito wa kutaka ufafanuzi kama huu bila kujali sababu halisi ya hali hiyo itakayobainika baadaye. Hadi wakati wa kuandaa ripoti hizi hapa Simulizi Media, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka yoyote husika ya serikali au CCM au familia ya Polepole inayoelezea mahali alipo au hali yake ya kiafya ya sasa ya Humphrey Polepole, na lililopelekea viongozi hawa pamoja na wanachama wa CCM kuingilia kati ni ukimya unaokithiri hadi sasa kuhusu suala la Polepole.
Kutokuwepo kwa taarifa rasmi ndilo jambo kuu linaloendesha mjadala huu kwa sasa. Sio kwamba kuna jambo mahususi lililothibitishwa kuhusu hali ya Polepole, bali ni kwamba hakuna lolote lililothibitishwa, na pengo hilo limekuwa sababu ya wanachama wa chama hicho wenyewe kuanza kuzungumzia suala hilo na kuanza kuhimiza serikali ile ile wanayoifanyia kazi kuweza kutoa majibu. Kinachojulikana ni kwamba Humphrey Polepole hajaonekana hadharani kwa muda mrefu, karibia mwaka mzima, kiasi cha kuibua maoni kutoka kwa wanachama wa CCM wenyewe. Kinachojulikana ni kwamba wanachama hao wametaka taarifa rasmi na kusema suala lolote la kisheria, iwapo lipo, linapaswa kushughulikiwa bila kufichwa kupitia taratibu sahihi za kisheria na sio kukaa kimya. Kile ambacho hakijulikani kulingana na taarifa zilizopo ni sababu ya kutokuwepo kwake, mahali alipo kwa sasa, au kama kuna mchakato wote rasmi unaomhusisha Humphrey Polepole unaoendelea kimya kimya, au kuna jambo baya zaidi kama linalodaiwa ya kwamba alitekwa nyara. Tofauti hizo ni muhimu kwa sababu bila taarifa rasmi, sehemu kubwa ya mjadala wa umma kuhusu suala hili la Polepole hujengwa zaidi juu ya maswali kuliko ukweli uliothibitishwa. Hata hivyo, ukweli kwamba maswali hayo yanatoka ndani ya CCM yenyewe ni jambo linalostahili kuzingatiwa peke yake. Ni jambo moja kwa viongozi wa upinzani au wachambuzi au wanaharakati huru kuulizia mahali alipo kiongozi wa zamani kama Polepole, na ni jambo lingine tofauti zaidi kabisa pale wanachama wa chama cha serikali wanapouliza swali hilo hadharani na kuelezea wasiwasi wao mahususi kuhusu umuhimu wa kufuata taratibu za kisheria badala ya kuzikwepa. Mtazamo huo unaonyesha kuwa wasiwasi unaoonyeshwa hauhusu tu usalama binafsi wa Humphrey Polepole, bali pia matarajio mapana kwamba suala lolote la kisheria linalohusu kiongozi wa umma linapaswa kushughulikiwa kwa uwazi na kupitia taasisi zinazotambulika bila kufichwa. Wachambuzi wa siasa wanaozungumzia suala hili wamebainisha mwenendo mpana ambapo ukimya unaowazunguka viongozi wa sasa au wa zamani mara nyingi huibua mjadala wa umma, hasa pale ukimya huo unapofuata kipindi cha utumishi wa umma ulioonekana wazi. Kwa upande wa Humphrey Polepole, uwepo wake hadharani ulijumuisha wadhifa wa juu ndani ya chama na serikali na nafasi ya kidiplomasia, ambavyo vyote vilimfanya awe akishirikiana na umma mara kwa mara. Mabadiliko kutoka katika hali hiyo ya kuonekana mara kwa mara kwenda kwenye kipindi kirefu bila kuonekana kwa madai ya kutekwa nyara, kwa mujibu wa wachambuzi, ndiyo aina ya mabadiliko yanayochochea maswali haya bila kujali ni maelezo gani yatakayotolewa hatimaye. Kwa sasa swali kuu linaloulizwa hadharani, likiwemo lile linaloulizwa na wanachama na viongozi wa CCM na chama ambacho aliwahi kukitumikia Humphrey Polepole mwenyewe, ni mahali alipo kwa wakati huu, na je, uchunguzi wa serikali umefikia wapi? Maswali hayo bado hayajajibiwa na chanzo chochote rasmi cha serikali. Raia na wanachama wa chama wanaendelea kusubiri taarifa itakayofafanua hali hiyo, iwe taarifa hiyo inatoka serikalini moja kwa moja au kutoka CCM au kutoka kwa familia ya Humphrey Polepole. Hakuna udhibitisho wote rasmi uliowekwa wazi kuhusu uchunguzi au matokeo ya uchunguzi unaomhusisha Humphrey Polepole tangu kutekwa kwake. Kwa sasa suala hilo linajumuisha tu wito wa hadharani wa kutaka taarifa rasmi kutoka kwa serikali ambao hadi sasa umepokelewa kwa ukimya wa mamlaka. Hali hii inalifanya suala hilo kuwa tofauti na kesi nyingine zinazotajwa sana kwa sasa zinazohusisha watu mahususi wanaokabiliwa na mashtaka au waliothibitishwa kuzuiliwa, ambapo msingi wa kisheria wa hali zao, licha ya kupingwa, angalau umewekwa wazi kwa umma, tofauti na Polepole. Kuhusu suala la Polepole, hakuna msingi wowote wa aina hiyo umethibitishwa ama uliowekwa wazi kwa namna yoyote ile, na serikali bado inasema uchunguzi unaendelea. Mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment, vile like video hii, subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.